Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri mayamin, amma ba'd. Karibu mtazamaji wa Rapta channel yako pendwa kabisa hii, kupitia kipindi chetu pendwa cha Door of Knowledge. Na leo utakuwa nami Ustadh Maalim Ibn Omar, lakini pia sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye Ustadh Haddad Ibn Adam, ambaye yeye leo atakwenda kutupitisha ama kutusomesha katika somo ambalo mambo gani yaliyokuwa haramu kwa mtu mwenye hedhi, mwenye janaba, mwenye nifasi. Mambo gani haramu? Tunaye Ustadh Haddad ambaye yeye atatupitisha. Naam, karibu sana Ustadh Haddad katika kipindi chetu hiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala almustafa wa ala ibadillahi alladhina istafa, amma ba'du. Naam, langu jina ni Al-Haddad Adam. Nashukuru sana Al-Habibi Al-Sheikh Maalim kwa ukaribisho mzuri kabisa katika kipindi hiki. Naam Ustadh Haddad, leo tuangalie kwamba mambo gani ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi, lakini pia mwanamke mwenye nifasi, mwanamke mwenye wilada. Mambo gani ni haramu kwa mwanamke huyu kuyafanya? Asante sana Al-Habibi. Ni kweli katika ibada wataalamu wanatuambia inna min al-ibadati ma yahrumu fi'luhu. Katika muktadha wa ibada, ziko ibada ambazo tunaambiwa ni halali kuzifanya, bimaana si haramu, lakini kuna ibada zingine vivyo hivyo ni haramu kuzifanya kwa yule ambaye hatakuwa na tohara. Kanuni hii inatukumbusha kwamba tohara ndio msingi mkubwa katika kusihi kwa ibada, lakini halikadhalika tunaambiwa wataharatu shatru al-imani. At-taharatu shatru al-imani, tahara ndio sehemu ya imani. Maana yake nini? Maana yake tunafundishwa kwamba Muislamu wa sawasawa, hata kama hajibidishi kufanya ibada, basi ahakikisha anakuwa safi, anakuwa tohara. Lakini tohara ndio msingi wa kusihi kwa matendo. Sasa tukaangalia matendo ambayo ama mambo ambayo ni haramu kuyafanya kwa mtu mwenye hadathi. Naam, mambo ambayo yameharamishwa kwa mwenye hadathi. Na tukisema hadathi ni kile ambacho kinawajibisha kutawadha peke yake, tofauti na hadathi kubwa. Kwa hiyo hadathi ndogo ni kile ambacho au ni chochote ambacho kinamfanya mtu atawadhe tu. Katika mambo ambayo ni haramu, basi tukaambiwa ni mambo matatu. Jambo la kwanza kabisa tukaambiwa as-salatu fardhan au nafla. Kusali kwa mwenye hadathi ndogo ni haramu, lakini mbali ya kwamba faradhi kwake ni haramu, tukaambiwa hata suna. Kwa hiyo asidhani kwamba yule mtu ambaye hana tohara au hana udhu kwamba anaruhusika kufanya ibada zile suna za nafli au hata zile suna zenye sababu. Kwa vyovyote vile, ukijua kwamba wewe una hadathi, fahamu moja kwa moja hauruhusiwi kusali. Kwa nini kusali? Na sala ni nini? Sala ndo katika vitu ambavyo tunaambiwa ni mawasiliano kati ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hekima yake kukatazwa kusali kwa mtu ambaye hana udhu ni kwamba hawezi kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kunong'ona na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yeye si msafi. Hatuangalii pengine ni hadathi ndogo inaweza tu ikamruhusu kusali, hapana. Na ndo hivyo tukaambiwa wanahauhu, kusali lakini na mfano wa kusali. Mfano wa kusali ni nini? Wakatutajia jambo la sijidatu tilawa. Mtu ambaye hana udhu anaruhusika kusoma Qur'ani, si ndivyo? Maana yake nini? Wakati anasoma Qur'ani pengine kafika ile wasjude waqtarib, tunaambiwa ni sunna huyu bwana aporomoke kwenda kusujudu. Kwa hiyo kama hana udhu, sharia zetu
ama sheria za Kiislamu hazimruhusu bwana huyu kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu sijda ni sehemu katika ibada. Na ibada ya pili ama jambo la pili ni atawafu. Atawafu ni nini? Atawafu ni kuzunguka Al-Kaaba, kituo kile, msikiti ule wa kwanza kabisa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala kauthibitisha inna awwala baiti wudhi'a linnasi, kwamba msikiti wa kwanza, kitovu cha kwanza kama uelekeo wetu sisi Waislamu basi ni Al-Kaaba. Hivyo sasa inapaswa kwa mtu wa sawasawa, kwa Muislamu, kuhakikisha anapotufu. Na hapa tufafanue kidogo. Kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema at-tawafu bil baiti salatun, kutufu ile ambapo ni nguzo katika nguzo za haji, basi tunaambiwa ni sawa na sala. Kwa yule ambaye hana udhu haruhusiwi, yani ni haramu kabisa kufanya tawafu katika hiyo Kaaba. Lakini je, kuna siri gani kukatazwa huyu mtu kutufu hiyo Kaaba? Ni kama tulivyosema kwamba kwa kuwa hicho ndio kitovu cha kwanza au nyumba Mwenyezi Mungu ya mwanzo, basi inahitajika iheshimiwe, kwa sababu hata malaika tunaambiwa huwa wanafanya tawafu lakini hali ya kuwa wao ni tohara. Sasa kama malaika wanafanya tawafu hali ya kuwa wao ni wasafi, la yaasuna Allah, vipi sisi? Kwa hiyo kuna umuhimu tuwe na tohara, tuwe na udhu katika kutufu. Na jambo la mwisho tukaambiwa wa masul mushafi wa hamluhu, kushika msahafu pamoja na kubeba. Kwa hiyo kumbe kusoma kwa mtu mwenye hadathi ndogo anaruhusiwa kusoma Qur'ani, lakini akifika katika zile aya za kusujudu tunaambiwa sujudu, lakini kigezo kikubwa awe na udhu. Hal kadhalika hata masala ya kwenda kusalia janaza haruhusiwi mtu ambaye hana udhu. Sawa, ni sala ambayo tunaweza kusema haina adhana, haina rukuu, haina sijida, lakini kwa heshima ya ibada hiyo tunaambiwa awe na udhu. Kwa hiyo alhabibi, haya ndio mambo ambayo yamekatazwa na yameharamishwa kwa mtu ambaye hana udhu, bimaana mwenye hadathi dogo. Kwa hiyo ni mambo matatu tu. Naam. Asante sana Ustadh Haddad. Lakini pia mwanamke mwenye hedhi au nifasi, je, mwanamke huyu anaruhusiwa kuswali? Na je, katika kipindi hiki ambacho yupo katika kipindi chake cha hedhi kile, swala zile ambazo zimekuwa zimempita katika kipindi chake cha hedhi, atatakiwa kuzilipa swala hizi? Ile ndio swali ambalo natakiwa ulijibu Ustadh Haddad, lakini pia watazamaji wetu waweze kupata faida. Swali lako zuri sana alhabibi. Kwanza ifahamike hedhi ni uchafu, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema fa'tazilu nisaa fil mahidhi, kwamba wanawake wale ambao wana hedhi, damu ile ya mwezi kama ilivyo ada yao, wao kwenda katika maeneo matukufu kama msikitini pale, tunaambiwa ni haramu. Kwa hiyo achilia mbali kusali, yani kule kuingia msikitini ni haramu, lakini halikadhalika kupita ni haramu, hasa kwa yule mwanamke ambaye anahofia kudondoka kwa damu. Kwa hiyo moja kwa moja tukaangalie, je, kusali hasa kwa mwanamke ambaye ana hadathi kubwa? Ifahamike kwamba hedhi ni katika hadathi kubwa kama ilivyo janaba, nifasi. Je, sasa huyu mwanamke mwenye hedhi na nifasi pia tujumuishe, kusudi asiye akaona kwamba huyu mwenye hedhi haruhusiwi lakini mwenye nifasi anafanyaje? Anaruhusiwa. Tunasema kwamba sheria inawakataza wote kusali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwanamke akiwa na hedhi na nifasi basi hawaruhusiwi kufanya ibada yoyote. Mfano kama ibada ya kusali, tunaambiwa haruhusiwi huyu kusali. Lakini je, ndio asifanye ibada? Pengine huyu mwanamke mwenye hedhi
inamchukua labda pengine siku 5, 7 mpaka 15. Je, ashughulike na jambo gani ambalo ni la kheri? Basi tunaambiwa yeye kuleta adhkari, kutoa sadaka ni katika mambo ambayo yanapendekezwa sana kwake yeye. Kwa hiyo alhabibi, kusali kwa mwanamke ambaye mwenye hedhi basi ni haramu, ni haramu kabisa. Lakini halikadhalika mwanamke akiwa katika hedhi tunaambiwa hairuhusiwi, hii ni nyongeza, haruhusiwi kushiriki tendo la ndoa. Mbali na kwamba sala haifai, lakini kushiriki tendo la ndoa akiwa katika hedhi au nifasi inakatazwa. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja na kuifafanua ile damu ya hedhi ni damu ya uchafu. Sawa sawa kwamba shamba lako likiwa na mafuriko hawezi kupanda mbegu, vivyo hivyo hairuhusiwi kwenda kupanda mbegu aliyakuwa unafahamu kabisa shamba halikuwa sawa. Kwa hiyo tunakazia tena, hedhi na nifasi mwanamke akiwa nazo haruhusiwi kutekeleza ibada ya sala. Lakini katika swali lako ulilouliza, je, akiwa katika muda huo wa hedhi au nifasi, pengine sala zimempita zile, si sala tu, pengine hata funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, je, azilipe hizo sala? Je, azilipe hizo funga? Tunaambiwa kwamba sababu ya kuto kuruhusiwa mwanamke kuzilipia sala, kwanza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha huruma kwa wanawake. Kwa nini? Kwa kawaida sala kwa siku ina vipindi 5, si ndivyo? Kwa hiyo vipindi hivyo 5 pengine imemchukua siku 5 mpaka 7. Ukipiga hesabu haraka haraka hizo 5 mara 5 pengine unakuta ni hesabu kubwa sana. Kutokana sasa na huruma za Allah subhanahu wa ta'ala, tunaambiwa huyu mwanamke haruhusiwi, yani si lazima kuzilipia zile sala, lakini zile ambazo zilikuwa ndani ya nini, akiwa katika hedhi. Sasa pengine kajicheleweshe yeye kujitoharisha, pengine katoharika saa 12 asubuhi, kisha muda wa dhuhuri ule akawa amezembea kutokana na sababu zake, lakini si sababu za kisheria. Je, atailipia? Tunasema naam, atailipia ile sala ambayo ilikuwa ametoharika tayari. Lakini kwa ufupi, zile sala ambazo zilimpita akiwa katika hedhi au nifasi hato zilipa. Lakini je, kwenye funga nayo iko hivyo? Tunasema hapana. Kwa nini? Kwa ushahidi wa maneno ya Aisha radhiallahu anha. Anasimulia kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwamrisha, yeye mwenyewe anasema, anathibitisha, kunna nu'maru kunna nahidhu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukipata hedhi. Aisha anasimulia hivyo, wakiwa katika hedhi, sala zinaopita, funga zinaopita, lakini mwisho wanaamrishwa wazilipe funga za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kwa ufupi, kwenye Ramadhani funga yake kulipa inakuwa ni wajibu. Pengine huyu mwanamke alikaa hedhi siku 6, basi atatakiwa kulipa zile siku 6. Lakini katika upande wa sala tunafahamu kwamba nifasi inachukua muda mrefu, pengine kiwango cha juu kabisa ni siku 60. Sasa lau tungesema bwana sheria inamruhusu au inamwajibisha, inambana asali hizo sala zote, kwa hakika ingekuwa ni mashaka na ni tabu sana. Na tunaambiwa katika kanuni zetu, almashaqqatu tajlibu at-taysir, na huu ndo uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala akidhihirisha au akiudhihirisha kwetu sisi. Wanawake wamehurumiwa kwa kuto kuzilipa sala, lakini funga wakawajibishwa wao kufunga. Naam. Asante sana Ustadh Haddad kwa kutupa darsa kubwa zuri kabisa, na tunalo swali hapa kutoka kwa mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki, mwanamama mmoja ambaye anauliza kwamba ipi hukumu ya mwanamke ambaye amepewa talaka hali ya kuwa yupo katika kipindi chake kile cha hedhi. Hukumu yake nini mwanamke huyu ambaye amepewa talaka hali ya kuwa yeye yupo katika zile kipindi cha siku zake?
Swali hili limetoka kwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, kwa hivyo naomba utupe faida ili aweze kupata kuelewa inshallah. Shukran sana. Nafikiri ni swali zuri sana. Kwa nini? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye anauliza katika darsa, basi ni ishara tosha ya kwamba anafuatilia kwa kina. Lakini ina maana kwamba hata wale watazamaji wetu ambao hawaulizi, pengine ndo hawafuatilii au hawaelewi darsa zetu, hapana, wanaelewa vyema. Sasa nini hukumu yake? Tunasema hatumjibii yeye tu, kwa faida ya watazamaji na waumini wote. Talaka ambayo itatuka ama itatolewa ndani ya hedhi, na si hedhi tu, mpaka nifasi, tunaambiwa inasihi. Lakini ni katika zile bid'a ambazo zimekatazwa. Wanachuoni wetu wakasema wa huwa talaqu bid'iyyu, ni talaka ambayo imekatazwa, lakini pia inaingia katika uharamu. Kwa nini? Ni kweli hata kama amekuudhi vipi, basi subiri kile kipindi kikatike, kisha utoe talaka. Lakini je, kuna ushahidi gani? Maana dunia leo watu wanataka ushahidi. Kuna dalili gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Talaq, fatalliquhunna liiddatihinna, mkitaka kuwawacha, kuwapa talaka wanawake, basi hakikisheni mnawapa talaka katika eda zao, yani hali ya kuwa hawana hedhi, hawana nifasi. Kwa hiyo tunasema ni bid'a ya haramu, lakini halikadhalika anapata madhambi. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kakataza kule kusema fatwaliquhunna, ni amri ya kwamba tuwape talaka, lakini katika mazingira yapi? Katika mazingira ya usafi, katika mazingira ambayo ni salama. Asante sana Ustadh Haddad kwa kutupa darasa zuri, darasa tamu kabisa, na nikushukuru wewe ambaye umetufuatilia tokea mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati ya kipindi hiki. Usikose vipindi vingine ambavyo vina kupatikana katika channel yetu hii ya Rapta TV, channel pendwa kabisa, na usikose kufuatilia kipindi kijacho cha Door of Knowledge ili uweze kupata maarifa ili kuwa makubwa na mazuri zaidi. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kulike pamoja na kushare. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.